Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ikiwa bado mzozo unaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na msanii ama wasanii wa muziki wa Bongo Flava kutokea hapa nyumbani Tanzania, Rayvanny na Mac Voice, na swala kubwa tumeona Mac Voice amezungumza kwa upande wake kuhusiana na yale ambayo alikuwa akifanyiwa na aliyekuwa bosi wake Vanny Boy Rayvanny. Sasa nimeona wadau wengi wa muziki wamejitokeza na kuzungumza kwa upande wao. Mfano, nimeona Mwijaku amezungumza kwa upande wake, yeye amesimama upande wa Rayvanny na kusema kuwa kile ambacho Rayvanny alikifanya inawezekana alikuwa sahihi kwa upande mmoja ama mwingine, lakini pia Mac Voice hakupaswa kutoka hadharani na kulalamika, kwa sababu mkataba ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikaamua yote ambayo ameyazungumza, kama yuko sahihi ama hayuko sahihi. Sasa nadhani wengi mnamfahamu producer huyu nguli wa muziki kutokea hapa nyumbani Tanzania. Hapa namzungumzia Bob Maneke, naye amekuwa akitoa mafunzo mengi sana kuhusiana na masuala ya mikataba, ni nini wasanii wafanye kabla ya kusaini mikataba na record label ambazo wamekuwa wakiziingia, na nitakusomea hapa kwa uchache sana hivi ambavyo amevizungumza, ama somo hili ambalo alikuwa akilitoa kuhusiana na wasanii, ni vitu gani inatakiwa wavizingatie kabla hawajasaini mkataba kwenye record labels ambazo wao wamekuwa wakitamani kuvingia. Kitu cha kwanza iliandika umiliki wa kazi, masters and publishing. Masters anasema masters, nani anamiliki record zako? Kwa sababu ya kwenye hizi kazi, unajua unapopeleka kazi kuipublish kwenye digital platforms zozote zile, inabidi ama wanauliza mmiliki wa hii kazi ni nani, kwa maana kwamba mapato yanaenda kwa nani, you understand? Bob Maneke aliendelea kuandika, masters, nani anamiliki rekodi zako? Bora wewe ubaki mmiliki au iwe license ya muda. Publishing, uandishi wa nyimbo, hakikisha haki za uandishi hazichukuliwi bila ridhaa yako, ikiwa na maana haiwezekani ngoma uandike wewe msanii alafu jina liji liandikwe la mtu mwingine. Mfano, mimi nimeandika ngoma hapa Nikitozi, alafu wewe ambao unanisikiliza unakuja unaenda kule unaandika kwa wewe ndiye ambaye umeandika. Sasa Bob Maneke aliandika vitu ambavyo vya kuzingatia kabla hujasaini mkataba, na nimeshakuandikia cha kwanza hapo ni umiliki wa kazi, masters and publishing, lakini pia cha pili alisema ni mgawanyiko wa mapato. Yani ni asilimia ngapi unapata, lakini pia na bosi wako naye atapata asilimia ngapi. Cha tatu akasema muda wa mkataba, mkataba huo ni wa muda gani? Na kitu kingine ambacho alikisema kwenye hapa mkataba, muda wa mkataba, alisema epuka mkataba wa muda mrefu au miaka mingi bila ya uhakiki, au sio? Lakini pia cha nne alisema ni udhibiti wa ubunifu, creative control. Nani anaamua style ya muziki, artwork, branding, collab unazofanya? Usikubali kubana sana kama msanii. Lakini pia cha nne alisema gharama na madeni, you understand? Promo, video, studio, ni nani analipa? Inabidi utambue kuwa kwenye mkataba wako ni nani ambaye anahusika kwenye kulipa gharama za matumizi yako, mfano kwenye kurekodi video, kwenye kurekodi audio, lakini pia gharama zinakatwa kwenye mapato kabla ya kujalipwa, akiwa na maana kuwa mfano umeingia mkataba na record label, you understand, kuna malipo ambayo wanaikiana. Mfano Mac Voice anasema yeye alikuwa anachukua 40%, bosi anachukua 60%. Sasa hapa kuna zile gharama zinakatwa kwa upande gani, ama zinakatwa baada ya kulipa? Ukisema baada ya kulipa, ina maana sasa hapo kwenye zile 40% inawezekana tena ikachukua kwenye ile 40% ndio ikalipa madeni, you understand? Kwa hapo tabaki na pesa kidogo. Kwa hiyo inabidi uzingatie hilo kabla ya kusaini mkataba. Lakini pia promotion, majukumu ya lebo. Je, lebo imeandika wazi itafanya nini kwenye mkataba wako? Sasa hapa nazungumzia swala la kurekodi, yenyewe itakufanyia nini kabla ya kusaini mkataba. Hapa ndio linapokuja swala la kama kile ambacho amezungumza Mac Voice kwa Rayvanny alikuwa hamfanyii vitu fulani, amlipii kodi, amlipii nini na nini. Je, vilikuwa ndani ya mkataba? Lakini pia territory, eneo la mkataba. Mkataba ni wa ndani ya nchi, kwa sababu unaposaini mkataba kuna vitu ambavyo lazima uvizingatie wewe kama msanii. Je, huu mkataba atakuwa akipambania kazi zangu hapa nchini Tanzania ama na nje ya mipaka ya Tanzania? Lazima ujue hilo dili, au si huo mchongo.
Lakini pia brand deals na live show. Lebo inachukua asilimia ya shows, yani kwenye zile shows ambazo wasanii wanafanya, record label itachukua asilimia, ama shows wakazofanya hela ni za kwako, inabidi ulijue hilo. Lakini pia la 9 akasema ni accounting and transparency. Hakikisha una haki ya kupata taarifa za mapato. You understand? Yani msanii hakikisha unapata taarifa za mapato ya kile ambacho kinaingia, sio pesa zinaingia wewe hujui pesa gani imeingia ama kiasi gani imeingia. Mfano Mike Voice alisema kuna siku alimtegea IT wa Next Level alivyotoka, yakaenda kuangalia kwenye kompyuta akakuta ameingiza dola 30,000 ambapo ni zaidi ya milioni 60. Kwa hiyo inabidi record label iwe wazi na wewe na pesa ambazo zinaingia. Lakini pia ya 10 akasema msaada wa kisheria. Usisaini peke yako. Unapoenda kusaini mkataba wa record label fulani, hakikisha hauendi peke yako, nenda na mwanasheria ambaye atakuwa akikusaidia kwenye sehemu ambazo maybe utakuwa haujui, kwa sababu naamini wasanii wengi sisi tumetokea maisha ya chini, hatujui hapa ni nini hapa nini, na wengi kitu ambacho kinatukwamisha, ama wasanii wengi kitu ambacho kinawakwamisha ni kwamba wanakuwa na ile njaa ya kutaka kutoboa, njaa ya kutaka kutusua. Kwao akili mwao wanasema mimi chochote ambacho watakiandika ama watakachosema mimi nitasign tu. Na of course mdau unakuwa na uchu kutaka kutoboa, una uchu kutaka kuwa star. Kwao nadhani kitu kama hicho ndio kitu ambacho huwa kinawaponza watu wengi. Sasa Bob Maneke alienda pia akazungumzia kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa Mac Voice pamoja na Rayvanny. Yeye alishare ujumbe wake kwa kusema, naomba niwasaidie Mawazo Entertainment journalists kwenye hii issue ya Next Level Mac Voice, au sio? Kwa kuwapa darasa huru vijana wengi wadau wanaotarajia kuanzisha lebo. Mac Voice shida yake ni kukosa support ya kifedha. Swala lipo hivi. Hapo sasa akaanza tatizo la mkataba, contract problem. Swala la kwanza, je, mkataba unasema lebo unatakiwa kutoa nyumba, allowance ya chakula, msaada wa kifamilia, dharura za kiafya? Kama hajaandikwa kwenye mkataba kisheria, lebo hana wajibu. Lebo nyingi zina invest kwenye muziki, studio, video, promo, sio kwenye maisha binafsi ya msanii. Hapa sasa tunarudi kwa Mike Voice pale ambapo alisema Rayvanny hakuwa amempangia chumba, alikuwa analala studio na vitu kama hivyo. Bob Maneke akaendelea kwa kuandika namba 2. Matarajio ya wasanii versus reality ya lebo. Wasanii wengi wanaingia kwenye lebo wakifikiri nimesaini maisha yamebadilika automatically. Lakini ukweli lebo ni biashara, ina invest pale inapoona return, sio NGO wala familia ya msanii. Kama lebo ni ndogo au haina mtaji mkubwa, hata kama wanataka kusaidia wanaweza kushindwa kifedha. Akaendelea namba 3, advance versus salary. Kitu watu wengi hawajui, lebo mara nyingi haitoi salary ya kila mwezi, inatoa advance, mkopo unaokatwa kwenye mapato ya baadaye. Kama msanii alipata advance na akaimaliza, lebo inaweza isione sababu ya kutoa pesa kula tena, especially kama project bado haijarudisha pesa. Naomba tumuelewe Bob Maneke kwa hiki ambacho anakizungumza. Lakini pia namba 4 akasema emotional expectation. Hapa ndipo pana kuwa sensitive. Kama lebo na msanii wako karibu kama familia, alafu mama anaumwa, hakuna support, msanii anaweza kuona ni usaliti wa kibinadamu. Lakini kibiashara, lebo anaweza kusema hiyo sio sehemu ya makubaliano. Namba 5 akaendelea kwa kuandika Bob Maneke, inaweza pia kuwa lebo ni mbovu. Tusifiche, kuna lebo zinaahidi vitu mdomoni tu, hazina capital, zinatumia jina la lebo bila structure, zinataka control tu bila investment. Hapo kosa liko kwa msanii kusign bila due diligence, lebo kudanganya na ku overpromise. Sasa nadhani kwenye hili mtakuwa mmemuelewa Bob Maneke, na of course mimi kwa hiki ambacho amekiandika Bob nimeelewa kwa asilimia kubwa sana. Kikubwa ni kwamba wasanii, mimi narudia pale, wasanii kusaini mikataba bila ya kujua ni nini ambacho wanakihitaji. Wao waga wana ile expectation kwamba mimi nikisign hapa nitoboe, you understand? Hawaendi kuzingatia kile ambacho kimeandikwa kwenye mikataba, au sio? Sasa mimi kwa mengi zaidi nitamtafuta Bob Maneke kwa ajili ya kupiga naye story kuhusiana na masuala haya mazima, japo hii kwa uchache nadhani ametufundisha vizuri sana kuhusiana na hizi record labels, nini msanii anapaswa kufanya kabla kusaini kwenye record labels. Mimi naitwa Nicky Tozi, ni kabla sija kuacha, acha nikupe mchongo kutoka PMBet, kwa sababu pesa, magari, vyote vipo huku. Kama
wewe ni mtoa mikeka mara nyingi na unatoa mikeka mingi mara nyingi zaidi na nini, basi unaweza kujishindia gari na ST. Lakini pia kwa wale wacheza casino nao pia hawajaachwa mbali, kuna magari, kuna pesa, utakuwa unajishindia kila siku. Bana, mpaka baadaye. Bye bye.